Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Kwa jina naitwa Sofia Shabani Shata, ni mkurugenzi wa taasisi ya Logic Foundation. Leo taasisi hii inatimiza miaka 3 toka kuanzishwa na kuanza kufanya kazi rasmi mkoani Kigoma tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2023. Hivyo kutokana na wingi wa ratiba kwa awamu hii nikapata nafasi leo tarehe 18 na kuhudhuria katika msikiti huu wa Rahmani uliokopo Kibwegere, kata ya Kibamba, kuja kujumuika na viongozi wetu wa dini waliokopo hapa kwa ajili ya kutoa na kukabidhi sadaka hii. Nashukuru sana kwa mapokezi mazuri ya viongozi wa msikiti huu, wametupokea kwa ukarimu na wametupokea vizuri kuhakikisha kwamba tunatoa kile kitu na wanakithamini wamekipokea vizuri. Hivyo basi naendelea kuhamasisha na wengine wasisahau, kwa sababu msikiti bado kuna mahitaji mengi kama vile ada za wanafunzi, vioni na kadhalika. Kwa hiyo nawakaribisha watu wote waweze kuhudhuria. Mimi kama mkurugenzi wa taasisi ya Logic Foundation napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa viongozi wote wa hapa, na naendelea kutoa hamasa kwa wale wote wanaoguswa wanatamani kushirikiana na mimi. Basi wawasiliane na mimi kwa namba 0749796070 kwa mawasiliano zaidi namna gani ya kushirikiana nao ili tuendelee kuwagusa watu kwenye jamii, kwa sababu maono yangu mapana kuwasaidia watu wengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Bashiri Ali Muya, ni muumini na kiongozi katika msikiti huu wa Masjid Rahmani hapa Kibwegere. Kimsingi ni kwamba sisi Waislamu huwa tunapokea misaada yoyote ile ya mtu yoyote anayejisikia kuja kutusaidia. Sisi tunapokea misaada, kwa tumepokea vizuri, pamoja na kwamba ilikuwa ni jambo la haraka kidogo. Kwa hiyo nina imani kama atakuwa akiendelea tutaandaa utaratibu mzuri na jambo litakaa vizuri zaidi. Kwa tunamkaribisha leo, kesho na siku nyingine, yeye pamoja na wengine wanaotutazama kupitia vyombo hivi, kwamba sisi tunahitaji watu wenye uwezo wa kuweza kuja kutoa misaada kwenye taasisi yetu hii. Tunawakaribisha muda wote, usiku na mchana, hatuchagui. Jina naitwa Ali Mohamed 40, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Gogoni. Mimi katika kwanza hili ni swala la kiimani. Mtu anapofanya hivi huwa hata na mimi najisikia faraja, kwa maana kwamba ni mtu ambaye anatengeneza kesho yake ahera. Kwa hiyo kwa kufanya hivi, kutoa vitabu kwa ajili ya kusoma, maana tayari kwanza anaenda kusaidia makundi yale yasiokuwepo na uwezo. Kwa maana hiyo wazazi inawezekana juzuu kwa ikawa changamoto, kwa hiyo kwa maana nyingine watakuwa wamefaidika. Naitwa Habibu Muhezi, ni mwenyekiti wa uongozi wa Masjid Rahmani Kibamba Kibwegere. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kuadhimisha miaka 3 ya shirika hili la kisidio la kiserikali, na sisi tumepokea kama wadau wa maendeleo, kwa sababu Uislamu ni taasisi na unahitaji wadau wengi tu, wakiwemo wadau kama hawa. Kwa hiyo tuwapokea, tumeshirikiana nao vizuri. Nadhani ni mwanzo mzuri wa maendeleo ya Uislamu na jamii yetu kwa ujumla. Jina naitwa Zena Juma Kasunsumo, ni katibu wa mamalishe wilaya ya Ubungo. Pia nimekuja leo hapa msikiti wa Kibwegere, Masjid Naira. Leo kulikuwa kuna jambo kubwa limefanyika hapa la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Kuna kiongozi wetu, rafiki yangu, mpenzi wangu kabisa, nampenda, Safia, ambaye ni mkurugenzi wa Logic Foundation. Leo alikuja kugawa sadaka ya misaafu, majuzuu, sabuni kwa mashehe wa eneo hili, eneo la Kibwegere. Kwa kweli amefanya jambo zuri sana la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Namshukuru sana Safia kwa kumpendezesha leo Mwenyezi Mungu. Nilikuwa naomba Watanzania wenzangu, jamii kwa ujumla, tuendelee kufanya jambo kama hili ili muendelezo wa kila siku kwa Waislamu, watoe sadaka jaria. Mwenyezi Mungu anaipenda sana ukiifanya hiyo. Ila nilikuwa napenda
Pia kuna vitu ambavyo tumeelezewa hapa, kuna misaada inatakiwa, kuna madrasa ijengwe, kuna chuo cha ufundi kinatakiwa kujengwa hapa. Kwa hiyo nilikuwa naomba wadau wetu, Waislamu wenzetu waweze kutuwezesha tuweze kukamilisha ili jambo. Ili jambo ni jambo zuri sana kwa kweli. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba wadau waweze kuja kufanya sadaka yao. Naitwa Inspector Yona, ni polisi kata wa kata ya Kibamba. Ndio, shukuru sana. Kwa kweli kwa dunia tulionayo, ukiona mwanadada anachukua uthubutu wa kufanya jambo kama hili, ni mtu wa kupongeza sana, lakini pia ni mfano wa kuigwa. Hivyo kama kuna wengine wanaoshuhudia kitu hiki au kuona, wajifunze kutoka kwake. Lakini pia kama kuna wadau wanaosikia habari hizi, basi wamuongezee nguvu. Kwa sababu peke yake hawezi. Lakini jukumu letu pia kumuunga mkono na kumsupport kwa kila hali. Yaani unamaanisha kwa hali na mali. Sawa jamani? Nimepokea vizuri. Tunashukuru kwa vitabu vyetu. Tunaenda kujisomea vizuri na tutavitunza. Nimejifunza vizuri, asante, na tutavitumia vitabu vyetu vizuri. Nimepokea vizuri na nitavitunza na nitaenda kuvisoma. Unasoma lakini? Ndio. Vizuri. Amor. Nimepokea vizuri. Ndio. Unapokea vitabu wewe? Ndio. Utakuwa unasoma lakini? Neno moja kwa Sofia hapa. Tunashukuru sana. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.